Habari ambayo imekuwa ikienea sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni habari ambayo ilikuwa inamhusisha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma anayejulikana kwa jina la Flaviana Musiba Chamuriho, ambapo habari hii imekuwa gumzo sana kuanzia majira ya leo asubuhi na mpaka sasa inaendelea kuteka sana headlines kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo mapema majira ya asubuhi ukurasa wa chuo kikuu cha Dodoma uliweza kuposti habari ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Tanzia. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma, Profesa Lugano Kisiluka, anasikitika kutangaza kifo cha Bwana Flaviana Musiba Chamuriho kilichotokea tarehe 7 mwezi wa 5 katika hospitali ya Rufaa Dodoma. Alipokuwa akipatiwa matibabu, Flaviana alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3, shahada ya awali ya sayansi ya uhandisi wa madini, BSc Mining Engineering, katika ndaki ya sayansi za ardhi na uhandisi, COESE. Mwili wa marehemu utasafirishwa tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kuelekea mkoani Mwanza kwa ajili ya mazishi. Makamu mkuu wa chuo anatoa pole kwa familia ya marehemu, wanajumuiya wa UDOM na wote walioguswa na msiba huu. Mungu ailaze roho ya marehemu Bwana Flaviana Chamuriho mahali pema peponi. Amina. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano na masoko tarehe 7 Mei mwaka 2025. Sasa taarifa hiyo imeweza kuzua sintofahamu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa mtandao wa Insta, lakini kuna habari ambayo iliweza kupostiwa na moja kati ya page ambayo wao wanajiita Uniblog, ambao mara nyingi wamekuwa kireact sana habari za vioni. Sasa hii hapa page iliweza kuposti moja kati ya screenshot ambayo ilikuwa ni chats. Hii hapa chat ilikuwa wakichati hawa watu wawili wakimzungumzia marehemu Flaviana. Sasa kabla sija kusomea hizi chati, nimeweza kuwasiliana na moja kati ya wanafunzi wa huku chuo kikuu cha Dodoma, ambaye na yeye ataenda kutuambia ni yapi ambayo mpaka sasa yanaongelewa ama kuna fununu zipi ambazo zinaendelea kusambaa kuhusiana na kifo cha mwanafunzi mwenzao Bwana Flaviana ambacho kimetokea majira jana saa 6 usiku. Sasa kabla tujamsikiliza mwanafunzi, ngoja nikusomee hizi chati ambazo zimeweza kupostiwa na hii page ambayo huwa inaposti habari mbalimbali za vyuo. Page hii inaitwa Uniblog. Iliweza kuchapisha ile chapisho ambalo lilikuwa linasomeka kama ifuatavyo. Mwanafunzi wa UDOM alifariki kwa kupigwa na chuma kichwani na mwanafunzi mwenzake. Pumzika kwa amani Flaviana. Lakini katika slide ya pili aliweza kuscreenshot chat ambayo ilikuwa inasomeka ya kwamba, "Hi fam, hivi hii taarifa ya kuuawa kwa kijana wa UDOM, chanzo mbona wamekupa mangamngam?" Haya, huyu hapa akajibu akasema kwamba mangamngam unamaanisha, mtu taarifa akaendelea kusema ya kwamba nusu chanzo si sahihi. Chanzo si kuviziwa tu na kupigwa, walianza kurumbana na kutoleana maneno. Haya, mpewa taarifa naye akajibu akisema ya kwamba, "So menzi walirumbana kisha mwenzake ndo akampiga na chuma." Mtu wa taarifa akajibu akasema, "Tena sio cha kiti, ni chuma cha ngazi, yani ya kupandia kitanda." Hiyo ndo chat ambayo iliweza kuscreenshotiwa na kutuma katika hii page ya Uniblog. Sasa tukiachana hiyo chat ambazo tumeweza kuzisoma hapo, tumeweza kuwasiliana na moja kati ya wanafunzi huko chuo kikuu cha Dodoma, atenda kutuambia machache ambayo yanaendelea mpaka sasa katika chuo hicho. Mtu msikilize anasemaje. Hello, mambo vipi? Niaje? Safi, mzima? Mzima, habari za mishemishi? Habari za mishemishi nzuri. Poleni sana na msiba huko chuoni kwenu. Tumepoa, japokuwa inasikitisha sana. Japo kidogo inaumiza. Okay, poleni sana jamani. Asante. Okay. Pengine kuna hili swala limeweza kuleta mkanganyiko kidogo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Habari ambazo tunazo mpaka sasa kupitia pages mbalimbali, watu jinsi walivyokuwa wanazituma wakisema kwamba marehemu amepigwa na kitu kizito kichwani, tena ikisemekana kwamba ni chuma. Hili jambo pengine la ukweli ndani yake? Ndio, marehemu amepigwa na kitu kizito ambacho ni chuma. Chuma? Ndio, ni chuma. Okay. Sasa kwa taarifa ambazo pengine ama rumors, fununu ambazo zinaendelea kwa sasa chuoni, labda nini ambacho kilitokea kati yao mpaka ikapelekea wakapigana mpaka mmoja kuchukua chuma na kumpiga marehemu Flaviana? Inasemekana kuwa ana tabia ya wizi, tabia yake ya shirikini. Tabia ya wizi? Anaingia anaingia kwenye ofisi za watu, then akitoka vitu vinapungua. Ambaye ndo marehemu huyo aliyepigwa na chuma kichwani? Aliyepiga ndo anasemekana kwamba alikuwa ni mwizi. Ana tabia za wizi. Okay.
Ndio. Kwa hiyo kwa inavyosemekana alienda room ya marehemu Flaviana. Alipofika yule akamwambia hapana, hatukutaki room kwetu. Kila ukiingia vitu vinapungua. Hatukutaki wewe ni mwizi. Ndio. Jamaa akapanic. Alipopanic alikuwa hostel akashuka. Ndio. Then akachukua chuma akarudi akampiga kichwani. Kwa hiyo sababu ya kifo chake. Okay. Kwa hiyo kwa maana hiyo aliyempiga ndio ilikuwa mara nyingi inasemekana kwamba ana tabia za wizi. Kwa hiyo alivyoambiwa na marehemu kwamba wewe una tabia za wizi usiingie chumbani kwangu akakasirika. Ndio akapanic, akapata tempa, akamfanyia hivyo mwenzie. Okay. Lakini nasikia dakika nyuma kabla hilo tukio la huyo mwingine kumpiga mwenzake na chuma ni kwamba walirumbana maneno na hapa na pale, walisukumana na vitu kama hivyo. Nilisikia hivyo. Yani hiyo kwenye kusukumana nini, lakini tatizo tu ni baada ya huyo TikToker kwamba wewe unatabia wizi. Tatizo lake poleni sana. Asante, inasikitisha sana. Kabisa. Jambo la usuri maana sababu ni ya kipuuzi. Ndio. Kwa hiyo kwa maana hiyo mwili wa marehemu Flaviana sasa hivi bado huko chuoni ama ushaelekea nyumbani kwao Mwanza? Leo umesafirishwa kwenda nyumbani kwao Mwanza. Mlipata nafasi ya kuuaga hapo chuoni? Hapana, haiwezekani kwa wote maana yule mnadhani unaelewa wanafunzi ni wengi sana. Ndio. Kwa hiyo ni kuamua wa chochote nilikuwa pale alipokuwa moja hospitali basi na wanandugu walionaye hivyo tu. Na kwa sasa aliyempiga marehemu yuko wapi sasa hivi? Yuko chuoni ama tayari ameshachukuliwa hatua za kisheria? Yuko chuoni, kashachukuliwa hatua za kisheria. Kwa maana hiyo yuko polisi sasa hivi? Ndio. Okay. Basi tunashukuru sana. Sijali. Niwatakieni tu masomo mema, lakini pia poleni sana kwa tukio hili. Asante sana, lakini pia tusaidieni huko kuchangamsha jamii, kuhamasisha watu elimu ya kiafya ya akili. Okay. Ndio. Asante sana. Akizungumzia kuhusiana na swala ambalo limeendelea mpaka sasa la huyu marehemu ambaye amepigwa na chuma kichwani. Nafikiri umeweza kusikia vizuri aliyempiga kwamba inasemekana kwamba story jinsi ulivyosikia alikuwa na tabia za wizi, hivyo alivyoambiwa na marehemu usipende kuingia katika chumba changu kwa sababu ya tabia zako ambazo zinasikika kwamba ni mwizi, kitendo ambacho kilimfanya akarudi akachukua chuma na kumpiga marehemu Flaviana kichwani. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa kwanza na nguvu ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati. Asante.